Na mashambulizi na mauaji ya mara kwa mara ya wakazi kutokana na mamba wanaovamia mto Athi katika kaunti ya Makueni yanaendelea kuzua hofu na kilio miongoni mwa jamii. Mwanafunzi Yvonne Nzilani mwenye umri wa miaka 14 ambaye alikuwa katika darasa la 9 katika shule ya Ndalani, kijiji cha Kithayoni Makindo, ndiye mwathiriwa hivi karibuni kupoteza maisha kutokana na shambulio la mamba. Steven Zioka ana taarifa hii. Wakati Yvonne Nzilani alipoelekea kuchota maji katika sehemu ya mto Athi inayopita karibu na kijiji cha Kithayoni Makindo, kaunti ya Makueni, wiki mbili zilizopita, hakujua kuwa hiyo ingekuwa safari yake ya mwisho akiwa hai. Mwanafunzi huyo wa gredi la 9 katika shule ya Ndalani alishambuliwa na kuuawa na mamba na kuongeza idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mashambulizi ya wanyama hao hatari. She was good at climate change and agriculture. The late Yvonne Nzilani was attacked by crocodile at the river where she was promoted to glory at the same sea at around 5:35 p.m. Yvonne alikuwa na ndoto ya kuwa daktari. Pia alikuwa ameanzisha mpango wa kulima miti ya matunda katika shamba ndogo, akiamini kuwa mradi huo ungefanikiwa na kumsaidia kugharamia masomo yake ya chuo kikuu. Alifariki dunia wakati akielekea kutafuta maji ya kumwagilia miche ya matunda iliyokuwa ikianza kustawi. Yvonne alikuwa anakuja kuchotelea maji, alafu akichotelea maji hata alikuwa mapunda wawili, akachotelea mmoja akajaa na mwingine hata hakujaa, akashikwa na mamba. Mtoto wangu alikuwa mwenye bidii sana. Mtoto alikuwa alimwachia kazi anafanya vizuri na alikuwa bidii kwa shule. Hata kwa kanisa alikuwa anafanya kazi vizuri. Alikuwa mkubwa wa youth. Alikuwa anaenda karibu Kibwezi. Anaenda kufunza watoto huko, halafu anarudi. Huyu mtoto si akona ushuhuda? Si amefanya kazi mzuri? Hata usimmesikia principal akisema kazi ilikuwa safi. Nyinyi mmeona ile miti amepanda hapa kwao nyumbani. In the next few years huyu mtoto angeenda university na alete mali huku kwetu. Si kweli? Lakini sasa hiyo imekatizwa. Mkasa uliokumba familia ya Wambua ni wa hivi punde katika eneo hilo, ambalo kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, zaidi ya watu 20 wamefariki kutokana na mashambulizi ya mamba na viboko katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Wiki mbili kabla ya Yvonne kupoteza maisha, wakazi wa eneo hilo walijitokeza kutafuta mwili wa jamaa yao aliyejulikana kama Daudi So, lakini hadi sasa bado hajapatikana. Hata kuna wengine wameumwa wako na majeraha. Hata kuna mtoto mwingine alikatwa mkono na ako hai. Na kuna mwingine aliumwa hapa mkuu na bado ako hai. Kutokana na mashambulizi ya mamba, wakazi wamebuni njia mbalimbali za kujilinda wanapokwenda kuchota maji katika mto Athi. Wakati mwingine ulazimika kwenda mtoni wakiwa zaidi ya watu wawili. Mtu mmoja anapojaza maji kwenye mitungi, wengine hurusha mawe mtoni ili kuwafukuza au kuwazuia mamba wasiwakaribie. Hata hivyo, mbinu hiyo haijaweza kuondoa kabisa hatari ya mashambulizi. So tukisema tushike mamba practically tunaweza kushika hii mamba kutoka Sabaki all the way mpaka kutoa wote. Is it practical? Tuongee tu kama watu wazima, wanadamu, na ile kitu inawezekana. Ile inawezekana? Inawezekana. Basi kambi hapa. Ombi la kuongezwa kwa miradi ya kusambaza maji na kusukuma maji kutoka mto Athi hadi maeneo ya nyanda za juu na serikali ya kaunti ya Makueni linatajwa na jamii kama suluhisho la muda mrefu la kuwalinda wananchi dhidi ya hatari ya kushambuliwa na kuuawa na mamba wanapofuata huduma za maji mtoni. Steven Zioka, KTN. Mashirika ya